Leo tunakwenda jikoni na mashambani kujifunza majina ya matunda 25 kwa Kiingereza, Kiswahili na lugha zetu za kiasili hapa nchini Tanzania. Tutaangazia virutubisho vyake, msimu na mikoa yanakopatikana kwa wingi ili iwe rahisi kwako unayefuatilia mambo ya lishe kupanga mlo wako kamili. Kumbuka, majina ya kikabila nitakayoyataja ni kulingana na utafiti wangu. Ikitokea nimetamka tofauti au sijalitaja kabila lako, tafadhali nisaidie kunirekebisha au kuongeza jina la tunda hilo kwa kabila lenu hapo chini kwenye comment. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina, mtaalamu wa mitishamba kutoka Naturemed Supplies. Namba zake ni +255 748 294 113. Usisahau kubonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake. Tunda la kwanza ni embe. Kwa Kiingereza linaitwa mango. Kwa Kiswahili linaitwa embe. Kwa kikabila huitwa nyembe Kisukuma, iyembe Kinyakyusa, muyembe Kihaya. Hili lina vitamini na faida ambazo ni vitamini A na C. Inasaidia kuboresha macho, kulinda ngozi na kurahisisha mmeng'enyeo wa chakula kwa sababu ya nyuzi-nyuzi. Fiber hupatikana msimu kiangazi na vuli kuanzia Novemba hadi Machi. Kijiografia hupatikana zaidi Pwani, Tanga, Morogoro na Tabora. Tunda la pili ni ndizi. Kwa Kiingereza linaitwa banana, kwa Kiswahili linaitwa ndizi. Kwa kikabila huitwa nshoo au mshoo Kichaga, Inyasi Kinyakyusa, Ntonye Kinyamwezi, Kisukuma Ridoke. Lina vitamini na faida ambazo ni vitamini B6, C na madini ya potassium. Potassium inatoa nishati ya haraka mwilini na kusaidia kudhibiti shinikizo la damu. Msimu inapatikana kwa wingi mwaka mzima, hali ya hewa yote. Kijiografia hupatikana zaidi Kilimanjaro, Kagera, Mbeya na Morogoro. Tunda la tatu ni chungwa. Kwa Kiingereza huitwa orange. Kwa Kiswahili huitwa chungwa. Kwa kikabila huitwa ishungwa Kihaya, muungwa Kisambaa, lichongwa Kusukuma. Lina vitamini na faida. Ni chanzo kikubwa cha vitamini C. Inaimarisha kinga ya mwili dhidi ya mafua na kusaidia ufyonzaji wa madini ya chuma. Msimu wake ni masika kuelekea kipupwe, kuanzia Mei hadi Agosti. Kijiografia hupatikana zaidi Tanga, Muheza, Pwani na Morogoro. Tunda la nne ni tofaa. Kwa Kiingereza huitwa apple, kwa Kiswahili huitwa tofaa. Kwa kikabila linajulikana zaidi kama tofaa au epulo, lakini maeneo ya milimani wazee huliita itunda lya kizungu. Hapa sijafanikiwa kujua majina ya kikabila moja kwa moja. Lina vitamini na faida kama vitamini C na K. Inasaidia kushusha kiwango cha kolesteroli na kuzuia kisukari. Msimu wake ni kipupwe na vuli kuanzia Julai hadi Novemba. Kijiografia hupatikana zaidi Njombe, Iringa na Kilimanjaro, maeneo ya baridi. Tunda la tano ni zabibu. Kwa Kiingereza huitwa grapes. Kwa Kiswahili huitwa zabibu. Kwa kikabila hustawi zaidi Dodoma, hivyo wenyeji huziita kwa jina la Kiswahili zabibu. Hapa pia nimekosa majina kikabila moja kwa moja. Lina vitamini na faida. Zina vitamini C, K na viondoa sumu mwilini, antioxidants vinavyolinda moyo na mishipa ya damu. Msimu wake ni kiangazi na vuli. Mavuno makuu ni Machi, Aprili na Agosti, Septemba. Kijiografia hupatikana zaidi Dodoma, ndiyo makao makuu ya zabibu nchini. Tunda la sita ni nanasi. Kwa Kiingereza pineapple. Kwa Kiswahili huitwa nanasi. Kwa kikabila huitwa inanasi Kinyakyusa, linanasi Kisukuma. Lina vitamini na faida kama vitamini C na kimeng'enyesho cha bromelain kinachosaidia kupunguza uvimbe na kuyeyusha protini tumboni. Msimu wake ni kiangazi na vuli kuanzia Oktoba hadi Februari. Kijiografia hupatikana zaidi Pwani,
Bagamoyo, Geita na Njombe. Tunda la 7, papai. Kwa Kiingereza huitwa papaya, pawpaw. Kwa Kiswahili huitwa papai. Kwa kikabila huitwa lipapai, Kinyakyusa, ihali, Kichaga, lipapayo, Kisukuma, ipapayu, Kipare. Lina vitamini na faida kama vitamini A, C na kimeng'enyeo cha papain ambacho ni tiba asili ya matatizo ya choo kigumu na mfumo wa mmeng'enyeo. Msimu wake hupatikana mwaka mzima, ikistawi zaidi wakati wa joto. Kijiografia, hupatikana zaidi Morogoro, Mwanza na Pwani. Tunda la 8, mpera. Kwa Kiingereza huitwa guava, kwa Kiswahili huitwa mpera. Kwa kikabila huitwa mapera, Kisukuma, ipera, Kinyakyusa, ibera, Kipare. Lina vitamini na faida, ikiwemo kiwango kikubwa sana cha vitamini C, kushinda hata machungwa, na nyuzinyuzi. Ni nzuri kwa ajili ya kudhibiti sukari ya damu. Msimu wake ni masika na kipupwe, Machi hadi Julai. Kijiografia, hupatikana zaidi Pwani, Tanga, Morogoro na Tabora. Tunda la 9 ni tikiti maji. Kwa Kiingereza huitwa watermelon. Kwa Kiswahili huitwa tikiti maji. Kwa kikabila huitwa matikiti-mai, Kichaga, litikiti, Kisukuma, ititiki, Kipare. Lina vitamini na faida kama vitamini A, C na kirutubisho cha lycopene kinacholinda afya ya moyo. Lina maji kwa asilimia 92, hivyo husaidia kuongeza maji mwilini, hydration. Msimu wake ni kiangazi, kuanzia Septemba hadi Januari, ingawa hupatikana mwaka mzima kwa kilimo cha umwagiliaji. Kijiografia hupatikana zaidi Pwani, Morogoro, Manyara na Singida. Namba 10 ni nazi. Kwa Kiingereza huitwa coconut. Kwa Kiswahili huitwa nazi. Kwa kikabila huitwa ilafu, Kinyakyusa, mnazi, Kigiriama, Kipemba, nathi, Kipare. Ina vitamini na faida kama madini ya manganese, shaba, kopa na iron. Maji ya dafu yana electrolytes asili zinazofanya mwili uwe na nguvu baada ya kufanya kazi nzito au mazoezi. Msimu hupatikana mwaka mzima. Kijiografia hupatikana zaidi Pwani, Tanga, Lindi, Mtwara na visiwani Zanzibar. Tunda la 11 ni komamanga. Kwa Kiingereza huitwa pomegranate. Kwa Kiswahili huitwa komamanga. Kwa kikabila linajulikana zaidi kwa jina la komamanga, hata maeneo ya mikoani. Hapa sijafanikiwa kujua majina ya kikabila moja kwa moja. Ina vitamini na faida kama vitamini C, K na folate. Linajulikana sana kwa kusaidia kuzalisha na kuongeza wingi wa damu, hemoglobin. Msimu wake ni kipupwe na vuli. Mshiko mkubwa kuanzia Juni hadi Oktoba. Kijiografia hupatikana zaidi na hustawi maeneo yenye ukame kiasi kama Dodoma, Singida na baadhi ya maeneo ya Pwani. 12 ni lichi. Kwa Kiingereza huitwa lychee. Kwa Kiswahili lichi. Kwa kikabila mara nyingi huitwa lichi au matunda ya msimu wa Krismasi. Pia sijafanikiwa kujua majina ya kikabila moja kwa moja. Lina vitamini na faida. Ni chanzo kizuri cha vitamini C na madini ya potasiamu. Inasaidia kulinda mishipa ya damu na kuupa mwili nishati ya haraka. Msimu wake ni vuli. Hupatikana kwa muda mfupi sana kati ya mwezi Novemba na Januari. Kijiografia hupatikana zaidi Morogoro, Tanga, milima ya Usambara na Kilimanjaro. 13 ni strawberry. Kwa Kiingereza huitwa strawberry. Kwa Kiswahili huitwa strawberry. Kwa kikabila huitwa strawberry maeneo mengi ya nchi. Lina vitamini na faida zikiwemo vitamini C na manganese.
Ni nzuri sana kwa afya ya ubongo, kumbukumbu na kulinda seli zisiharibiwe na sumu mwilini. Msimu wake ni kipupwe na vuli, kuanzia Julai hadi Novemba. Kijiografia, hupatikana zaidi Iringa, Njombe na Arusha, Kilimanjaro. 14. Ni cheri. Kwa Kiingereza huitwa cherry. Kwa Kiswahili huitwa cherry. Kwa kikabila cherry kwa maeneo mengi hapa mchini. Lina vitamini na faida kama vitamini A na C na kiwango kikubwa cha melatonin inayosaidia kuboresha ubora wa usingizi na kupunguza maumivu ya viungo. Msimu wake ni kipupwe kuanzia Juni hadi Agosti. Kijiografia, huagizwa zaidi kutoka nje, lakini maeneo machache ya baridi kama Njombe na Lushoto yameanza majaribio ya kuyalima. 15. Ni kiwi. Kwa Kiingereza huitwa kiwi fruit. Kwa Kiswahili huitwa kiwi. Lina vitamini na faida kama vitamini C, E na K. Inajulikana sana kwa kuimarisha kinga ya mwili na kusaidia wagonjwa wenye pumu, asma, kupumua vizuri. Msimu wake hustawi vizuri katika msimu wa kipupwe. Kijiografia, hupatikana zaidi maeneo ya baridi sana mkoani Njombe na Mbeya. 16. Ni pea. Kwa Kiingereza huitwa pear. Kwa Kiswahili huitwa pea. Kwa kikabila huitwa pea au matunda ya daktari kwa baadhi ya maeneo ya milimani kutokana na faida zake. Vitamini na faida kama vitamini C na K. Zina kiwango kikubwa cha nyuzinyuzi zisizoyeyuka haraka ambazo ni nzuri kwa kupunguza uzito na kulinda utumbo mpana. Msimu wake ni kipupwe na vuli, kuanzia Julai hadi Oktoba. Kijiografia, hupatikana zaidi Tanga, Lushoto, Kilimanjaro na Njombe. 17. Ni tikiti kiramaji. Kwa Kiingereza huitwa muskmelon. Kwa Kiswahili tikiti kiramaji au tikiti la maziwa lina vitamini na faida kama vitamini A kwa wingi sana katika mfumo wa beta carotene na vitamini C. Ni zuri kwa ajili ya afya ya macho na ngozi inayong'aa. Msimu wake ni kiangazi, Oktoba hadi Februari. Kijiografia, hupatikana zaidi Morogoro, Manyara na Pwani. 18. Ni chiku. Kwa Kiingereza huitwa sapodilla, sapota. Kwa Kiswahili huitwa chiku. Lina vitamini na faida kama vitamini A na C. Ni tunda lenye nishati nyingi na sukari asilia, mzuri kwa mama anayenyonyesha au wajawazito kupata nguvu. Msimu wake ni masika kuelekea kipupwe, Machi hadi Juni. Kijiografia, hupatikana zaidi Pwani, Dar es Salaam na Tanga. 19. Ni tope-tope. Kwa Kiingereza huitwa custard apple. Kwa Kiswahili huitwa tope-tope, stafeli la maziwa. Kwa kikabila huitwa matope-tope. Pwani, kasharifa, Kariakoo, Pwani, kutokana na jina la Kihindi sharifa. Itope-tope, Kipare. Lina vitamini na faida kama vitamini B6 na C. Vitamini B6 inasaidia kuboresha hisia na kupunguza msongo wa mawazo, stress. Msimu wake ni masika, Machi hadi Mei. Kijiografia, hupatikana zaidi Pwani, Tanga na visiwa vya Pemba na Unguja. 20. Ni jaman. Kwa Kiingereza huitwa Java plum, jambolan. Kwa Kiswahili huitwa jaman, mzambarau wa Kihindi. Lina vitamini na faida kama vitamini C na madini ya iron. Tunda hili na mbegu zake hutumika sana katika tiba asili ya kudhibiti kiwango cha sukari kwa wagonjwa wa kisukari, diabetes. Msimu wake ni kipupwe, kuanzia Juni hadi Agosti. Kijiografia, hustawi zaidi maeneo ya Pwani, Tanga na Morogoro. 21. Tini. Kwa Kiingereza huitwa fig. Kwa Kiswahili huitwa tini. Lina vitamini na faida kama vitamini B6,
K na madini ya calcium. Ni tunda bora kwa ajili ya kuimarisha mifupa na kuzuia shinikizo la juu la damu. Msimu wake ni kiangazi na vuli, kuanzia Septemba hadi Januari. Kijiografia, hupatikana zaidi Dodoma, Singida na baadhi ya maeneo ya Tabora. 22 ni limau. Kwa Kiingereza huitwa lemo. Kwa Kiswahili huitwa limau. Kwa kikabila huitwa ilimau, Kinyakyusa. Ndimu kuu, Pwani. Ilimawe, Kipare. Lina vitamini na faida kama vitamini C na citric acid. Inasaidia kusafisha ini, detoxification, kuzuia mawe kwenye figo na kusaidia kupunguza uzito. Msimu inapatikana mwaka mzima, lakini hustawi zaidi msimu wa masika. Kijiografia, hupatikana zaidi Mbeya, Morogoro, Tanga na Kilimanjaro. 23 ni chenza. Kwa Kiingereza huitwa sweet lime. Kwa Kiswahili huitwa chenza, limau tamu. Kwa kikabila, kienyeji. Mosambi huitwa hivi na jamii zenye asili ya Kiasia nchini. Kachenza, Pwani. Ichedha, Kipare. Lina vitamini na faida kama vitamini C na maji mengi ya alkaline. Inasaidia sana kutibu matatizo ya upungufu wa maji mwilini, homa na kichefuchefu. Msimu wake ni kipupwe, Juni hadi Septemba. Kijiografia, hupatikana zaidi Tanga, Pwani na Morogoro. 24 ni tunda la joka. Kwa Kiingereza huitwa dragon fruit. Kwa Kiswahili huitwa tunda la joka. Lina vitamini na faida kama vitamini C, E na madini ya iron na magnesium. Ni tunda jipya linalopendwa kwa sasa kwa sababu linaimarisha bakteria walinzi tumboni, probiotics, na kupambana na uzee wa ngozi. Msimu wake ni kiangazi hadi masika, kuanzia Desemba hadi Aprili. Kijiografia, hupatikana zaidi. Kwa sasa linalimwa kwa kasi sana mikoa ya Pwani, Mkuranga, Bagamoyo, Morogoro na Dar es Salaam. 25 ni ndimu. Kwa Kiingereza huitwa lime, kwa Kiswahili huitwa ndimu, kwa kikabila huitwa ilasu, Kinyakyusa. Ndimu, Kisukuma, Kichaga na Kipare. Lina vitamini na faida kama vitamini C. Ni nzuri kwa ajili ya kuua bakteria mwilini, kuongeza hamu ya kula na kuweka sawa tindikali pH mwilini. Msimu wake inapatikana mwaka mzima. Kijiografia, hustawi mikoa mingi ya Tanzania, hasa ya joto na pwani. Mpaka hapa hatuna la ziada. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo-upload. Like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana, tukutane tena kwenye video zijazo.